Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizazam Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwa ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia. Bwana, Mama Dangote amkaribisha bibi Zuchu nyumbani na ameweza kumwandalia zawadi nono na akimwambia kwamba karibu nyumbani mkwe wangu, kwani wewe ndiyo mkwe pekee ambaye ulionifanya nijihisi nami ni moja kati ya mtu, na wengi wao wanatamani kuweza kuona mimi tukigombana kila siku, ila leo hii nataka niwaambie kwamba kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea katika maisha yangu, hivyo natamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu watu wengi hawaamini kwenye kile ambacho wanachokiamini. Na pia leo hii tumeweza kuona bibi Zuchu ameweza kufurahishwa na hiki ambacho alichoweza kukifanya Mama Dangote na kusema na kumwambia kwamba hakika wewe ni ni mama mkwe pekee ambaye unayowafanya watu wengi tuweze kukusikia. Kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea, binafsi natamani kuongea kitu lakini huacha nikae kimya, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo umekuwa ukinifanyia kwenye maisha yangu, hivyo sina budi uweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, ili kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati imara. Lakini tuliweza kuona bwana mkubwa Diamond Platnumz aliweza kumpongeza sana bibi Zuchu kuwa na hekima na nidhamu kwenye familia yake, kwani mara zote wamekuwa wakimwongelea vibaya, jambo ambalo hata kwa upande wa bwana mkubwa Diamond Platnumz hakuweza kulidhania kama haya yote yangekuwa hivi, kwani bibi huyu amekuwa akiongea vitu vingi na wengi wao wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, wacha tuone mwisho wao, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinatokea na wengi wao wanatamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Lakini leo hii tumeweza kuona ni namna gani bibi Mama Dangote na mapenzi ya dhati kwa bibi Zuchu, na ameweza kusimama imara katika kila hatua ya maisha ambayo anayoendelea, na wengi wao wakasema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi iliyonyooka, kwani watu wengi hawaamini kwenye kile kitu ambacho wanachokiamini. Mimi binafsi nafurahia hiki ambacho kinachoendelea kwa kipindi hiki, na nafurahia maisha yangu pamoja na mama yangu mkwe. Bwana, mambo ndio kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kutaradadi na kila kitu kinakuwa katika mstari ulionyooka. Mimi nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.